Na hujambo mtazamaji wa Mlimani TV, karibu sana katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi. Ikiwa leo ni siku nyingine, ni kukaribishe sana leo tuweze kuangazia mengi katika kipengele hiki cha Jahara sehemu ya kwanza. Mimi naitwa Ibrahimu Mgianza na kwa siku ya leo tutakuwa na mgeni ambaye tutakwenda kudadavua kinaga ubaga kuhusiana na mchango wa mtawada katika kutunza mazingira. Mtawada bila shaka pengine ambaye ndo kwanza unasikia hii leo ni mtandao wa okota taka rejeshi ambaye kwa mkoa huo wa Dar es Salaam. Na siku ya leo niko na mgeni ambaye ni Abdul Aziz Kata ambaye yeye anatokea katika ofisi za mtawada na yeye anahusika sana na masuala ya kukusanya taarifa za waokota taka rejeshi ambao ndio jina ambalo wamebatizwa kwa sasa, kwa sababu zamani kulikuwa na watu walikuwa wakiitwa waokota taka ambapo wenyewe wanadai sio sawa. Sasa kudadavua hili kwa kina, kama nilivyokuambia, niko na Abdul Aziz Kata ambaye ni field officer ambaye tutakwenda kuungana naye hapa katika studio zetu za Mlimani TV. Nikusihi na nikukaribishe sana mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa hivi sasa. Bwana, habari za saizi ndugu yangu? Salama. Za kutokako? Uko kwema? Wanasemaje? Uko safi. Sawa, bwana, pasi na shaka tunaendelea vizuri. Sasa pengine labda kwa kuanza tu bila kupoteza wakati, unaweza ukatuambia labda pengine kwa ufupi kuhusiana na mtawada. Okay, mtawada kirefu chake ni mtandao wa waokota taka rejeshi mkoa wa Dar es Salaam. Tunajikita na kuwakusanya waokota taka rejeshi ambao kwa lugha ya mtaani wanawaita waokota chupa za plastiki, kwa lengo la kutafuta nguvu ya pamoja ili kutatua zile changamoto zinazowakabili, kwa sababu waokota taka rejeshi wana mchango mkubwa katika utunzaji wa mazingira lakini thamani yao ni ndogo katika jamii. Kwa hivyo tunapigania kurudisha ile thamani ya waokota taka rejeshi, lakini pia kuwafanya watambulike kama kundi maalum katika jamii. Sawa, kwa ufupi ni hivyo tu kuhusiana na mtawada. Kifupi ni hivyo. Sasa wakati mwingine ilikuwa tu watu wanasema kwamba hao waokota taka wezi tu hao. Labda pengine hili sasa kuwaweka watu wazi pengine likoje, na mkaamua kujikusanya mkatengeneza taasisi ambayo kiufupi na pigania na kutetea haki za watu wa jamii hii. Hilo swala la uhusianisha waokota taka rejeshi na wizi, of course ni miongoni mwa changamoto ambazo tunakumbana nazo sana kama taasisi. Tukiwa pale ofisini tunapokea kesi nyingi za namna hiyo, na mpaka kuna kitengo maalum tumeunda kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria kwa wale ambao wanasingiziwa kwa madai ambayo si ya kweli. Yeah. Sasa katika kuitolea ufafanuzi, swala la wizi lipo karibia katika kila idara na si tabia ya kikundi. Kwa mfano, tumeona miaka ya nyuma kuna kesi mbalimbali zilikuwa zinatoka kwamba kuna dawa zinaibiwa hospitalini. Ndio. Lakini hospitalini anaiba sio waokota chupa za plastiki. Kuna watu wanaiba. Tunasikia kesi mbalimbali kutoka kwenye idara mbalimbali za serikali, kuna ubadhilifu unafanyika. Ndio. Lakini wanaoiba sio waokota chupa za plastiki. Kuna watu katika eneo husika huko wanaiba. Kwa hivyo hata katika kundi la waokota chupa plastiki wezi pia wanapatikana kama ambavyo wanapatikana kwenye makundi mengine. Kwa hiyo sifa ya wizi sio sifa ya waokota chupa za plastiki, ni sifa ya watu binafsi. Naam. Sawa, pengine wakati mwingine tunafahamu kwamba kwa sasa tuchukulie kwa mfano Dar es Salaam hii, waokota taka rejeshi wakisema kwamba leo hatuokoti, ni kama vile ilivyo kwa bodaboda akisema leo hatufanyi kazi. Inawezekana ni athari ni kubwa. Labda pengine wewe unavyoona kwa sasa hivi tangu mlivyojikusanya, unadhani mmekuwa washindi wa mazingira kwa kiasi gani? Waokota taka rejeshi sisi kwetu tunawaita mashujaa wa mazingira kwenye taasisi yetu, kwa sababu mchango mkubwa ambao wanatoa katika usafishaji wa mazingira. Lakini pamoja na mchango wanaotoa, kuna changamoto ambazo wanakutana nazo, kwa sababu tunapozungumzia mazingira lazima pia tusimguse tu mwokotaji, tumguse pia na mzalishaji. Na hili linajulikana duniani kote. Kwa mfano, kuna sera ya kidunia inaitwa Extended Producer Responsibility. Ndio. Ni sera ambayo inamtaka mzalishaji, wazalishaji wote ambao bidhaa zao zinachafua mazingira, kukaramia gharama za usafishaji wa hayo mazingira. Sasa Tanzania hapa tuna ile sheria mazingira mwaka 2004
ambao ndani yake kuna kanuni inaitwa polluter pays principle. Una maana gani hapo? Yaani ni kanuni ambayo inamtaka mchafuaji wa mazingira kugharamia gharama za usafishaji wa mazingira hayo. Sasa katika nchi ya wenzetu wao wana mifumo rasmi ya hiyo uchakataji wa taka. Kwa hivyo unakuta kwa mfano nchi kama Ujerumani wana kitu kinaitwa environmental tax. Yaani wazalishaji wanatakiwa walipe kodi serikalini na serikali. Kwa maana unazungumzia viwanda sasa. Yeah. Wanatakiwa walipe kodi aidha serikalini au wayalipe makampuni ambao wanajihusisha na usafishaji wa mazingira. Lakini kwa kesi kama Tanzania hatuna hiyo mifumo rasmi. Kwa hiyo tunatumia hizi tunaita informal. Yaani mifumo yetu sio rasmi. Na wasafishaji wa mazingira ni hao ambao mnawaona wakotaji wa hizo chupa. Wao wanaokota kwa lengo la kujitafutia riziki, lakini ndio wanaokota chupa. Kwa msingi huo hizo kanuni zinawataka au wazalishaji, kwa sababu kama kuna mwokotaji maana yake kuna mzalishaji wa hizo chupa. Na mzalishaji anatakiwa asimamie mchakato wote wa matumizi ya chupa zake. Kuanzia kuzalisha, kuuza, mpaka ile bidhaa inapotumika na chupa kutupwa. Hakikisha kwamba ile chupa inaokoteka na inarudi tena kwa ajili ya kuifanyia uchakataji. Kwa hivyo wanaokota huko chini wanafanya kazi yao vizuri, lakini je, mzalishaji anawajibika? Sasa ndo sisi kama Mtawada tunataka sasa uwajibikaji wa mzalishaji katika usafishaji wa mazingira. Wanachama wetu wana play part yao vizuri, lakini je, hao wazalishaji wanajua wajibu wao? Na kama wanaujua wanaufanyia utekelezaji? Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo sisi tunataka kama Mtawada mzalishaji awajibike kwa namna zifuatazo. Namna ya kwanza, wanachama wetu wanafanya kazi kwenye mazingira magumu sana. Kama unavyojua wanaingia mitaroni huko kwenye maji machafu, majalalani, umeona, kwenye madampo huko. Kwa maana yake ni rahisi kwa kupata magonjwa kutokana na mazingira ya kazi yao. Kwa cha kwanza ambacho tunakisimamia ni kutaka wazalishaji wahakikishe au wakotaji wanapata bima za afya. Kwa sababu ndivyo kanuni inavyowataka wazalishaji wagharimikie hizo gharama za usafishaji wa mazingira, na wasafishaji ndio hao watu wa chini ambao ni wakotaji hizo chupa. Kwa njia mojawapo ni kuhakikisha afya za wasafishaji ama wakota hizo taka sasa. Kwa kuwakatia bima za afya. Na inawezekana. Kingine tunataka hao wazalishaji watoe vitendea kazi. Ndio. Tuna cases nyingi pale ofisini kwetu ya baadhi ya watu ambao mtu alienda tu kuokota chupa huko kwenye majalala wapi akajikata akapata tetanus, mwingine sija akapata magonjwa gani, kuna mpaka ambao wanakufa kwa sababu ya kukosa matibabu. Ndio. Na hayo majeraha wanayoyapata huko, kung'atwa na nyoka, mbwa na kadhalika, na kwa sababu pia hawana vitendea kazi. Kwa tunataka wazalishaji wagharamikie gharama za vitendea kazi za hawa watu. Wapate hizo fimbo za kuokotea hizo taka, wapate barakoa, wapate viatu na kadhalika. Kwa tunataka wajibike kwa namna hiyo. Sasa mpaka sasa hivi labda pengine kama Mtawada mmefanikiwa kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba walau hao wakota taka wanapata hivyo vitendea kazi? Cha kwanza tumeanza na kwanza kuna mambo ambayo tumeyafanya sisi wenyewe kama Mtawada ili kuonesha huo mfano. Kwa hiyo kwa mfano kwa upande wetu tumewapatia t-shirt. Ndio. Zipo za sample hii ambazo mimi pia nimevaa leo. Ni t-shirt ngumu, lakini rangi yake kama unavyoiona ipokee taka, ipokee uchafu kirahisi. Lakini pia tumewapatia reflectors. Tunaita vizibao ambazo pia zina namba ya usajili wa mwanachama, lakini pia na namba ya simu. Ili ziwasaidie katika utekelezaji wa majukumu yao. Ni miongoni mwa vifaa ambavyo tumevitoa. Lakini sasa hii pamoja kwamba ni sehemu ya sare ya utekelezaji wa majukumu yao wao, lakini pia ni utambulisho, wanapoenda watu watambue kwamba huyu ni mwokota taka rejeshi, na tambulika kwa maana hiyo. Isipokuwa sasa vifaa vya msingi ambavyo tunavitaka na hatujavipata. Ndio hivyo ambavyo tunavitaja sasa hivi, na tumeshaanza mazungumzo na baadhi ya wazalishaji. Lakini pia lengo letu ni kuwafikia wazalishaji wote Tanzania ambao wanachafua mazingira. Kuhakikisha kwamba hivyo vifaa vinapatikana. Kwa mazungumzo ya awali yameshaanza, lakini bado hatujawafikia wazalishaji wa kutosha. Ndio. Naam, mtazamaji wa Mlimani TV, kama ndo kwanza umefungulia runinga yako kwa hivi sasa, kipindi wani Mlimani leo asubuhi, kipengele cha Jahara sehemu ya kwanza. Niko na Abdul Aziz Kata ambaye
Yeye ni field officer kutoka taasisi ya Mtawada ama mtandao wa okota taka rejeshi nchini Tanzania. Na kubwa zaidi tunaangazia umuhimu ama mchango wa Mtawada katika utunzaji wa mazingira. Tuko hapa kuangazia hili kinagobaga na uweze kupata kitu, mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa hivi sasa. Labda pengine nikirejea tena kwako, labda pengine sasa hivi mnatumia njia gani kuweza kufikia watu ambao wanakosa uelewa juu ya hawa okota taka rejeshi ambao of course wamekuwa wakiitwa okota makopo, ambalo kimsingi okota makopo wako Mirembe sasa hivi hospitali, wana changamoto ya akili. Labda pengine mnafanya nini ili kuweza kuhakikisha kwamba mnabadilisha mitazamo ya jamii? Sasa mtazamo wa kijamii ubadilishwi na kauli, unabadilishwa na mabadiliko ya kisera, mabadiliko ya kisheria. Ndio. Kwa sisi kama Mtawada tunatambua kwamba ili kuhakikisha au okota taka rejeshi, ndio, heshima yao inakuwepo na hii itambulike kama kazi, maana watu wamejiajiri katika hilo eneo. Tunafanya kazi kwa ukaribu sana na serikali za mitaa, ndio, kuhakikisha kwamba wanatambulika katika level hizo, kwa sababu ndipo wanapotokea huko chini. Na sisi zaidi tumejikita sana huko chini, grassroots, ili kuhakikisha kwamba tuna mabadiliko yanaanzia kule. Sasa kwa cha kwanza ni hicho, kufanya kazi kwa ukaribu na serikali za mitaa. Lakini pia tumeanza kushirikiana na halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba wanatambua juu uwepo wa kundi hili na masa pia itoke. Lakini pia tuna maombi yetu mara nyingi tumekuwa tukiyatoa mara kwa mara kwamba serikali kuu itoe muongozo kwa serikali za mitaa za kuwalazimisha okota taka rejeshi. Na hili swala sio hapa kwetu tu. Kwenye nchi za wenzetu wameweza. Kwa kama imewezekana huko, hapa kwetu pia inawezekana. Kwa mfano ukiangalia jiji la Sao Paulo, Brazil, wamewarasimisha kwenye ngazi ya serikali za mitaa, kwa wanatambulika kama ni wadau wa mazingira. Lakini pia ukiangalia katika mji kama Bogota, Colombia, wamewarasimisha kwenye ngazi ya serikali za mitaa. Okota taka rejeshi wamepewa vitambulisho. Achana vitambulisho vya taasisi, wamepewa vitambulisho ambavyo vinawatambulisha kwamba ambao wenyewe kwa taasisi mnawatambua kwa namba. Ndio? Sisi tunawatambua kwa namba na tutawatengenezea pia vitambulisho, lakini ninapozungumzia huko mfano wa Bogota, maana yake ni serikali ya mitaa imewatambua na kuwapatia vitambulisho vya serikali. Lakini pia wamepewa na leseni. Kwa ukimwona unamuona huyu ni okota taka rejeshi na heshima yake inatambulika. Tofauti na ilivyo hapa kwetu kwa sasa hivi. Kwa hiyo tunataka serikali itoe muongozo kwa serikali za mitaa ili ziwalasimishe katika level ya serikali za mitaa kama ambavyo wenzetu wamefanya katika mataifa mengine. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa jitihada ambazo tunajaribu kuzifanya. Mwezi huu wa 3 ilikuwa ni kuna siku ya okota taka duniani. Nimefanya kitu gani? Mwezi huu wa 3 siku ya okota taka rejeshi duniani, tumejaribu kushirikiana na baadhi ya taasisi ili kusherehekea hiyo siku. Lakini basically sisi kwa sasa tumejikita zaidi katika ujenzi wa taasisi. Ambapo tunaenda chini zaidi. Yaani kabla tujaanza kufanya mambo makubwa, na mambo makubwa of course yanaanzia chini. Si mfumo wetu ni bottom up. So tofauti na baadhi ya taasisi kwamba wanaanzia juu alafu ndo shuke chini. Sisi tunaanzia chini zetu tunapanda juu. Kwa hiyo kusherehekea hii kwa maana kuisherehekea yenyewe kama taasisi bado tumeelezea pengine kwa mwakani au mwaka unaofuata. Lakini kwa sasa hivi tumejikita katika ujenzi wa taasisi kuanzia ngazi ya chini kabisa ambapo ni ngazi za mitaa. Sawa. Wiki moja imepita mmemtambulisha mheshimiwa mbunge kabisa wa jimbo la Ubungo kama mlezi wenu, Mheshimiwa Kitila Mkumbo, kwa kama sehemu ya mlezi wa taasisi hiyo. Sasa labda pengine mpaka sasa amewasaidia kwa namna gani ama amefanya jitihada gani na mkaona kabisa kwamba ana nia ya dhati ya kuweza kutusaidia? Profesa Kitila Mkumbo amechaguliwa na kamati tendaji ya Mtawada na kupitishwa katika mkutano mkuu kuwa kama mlezi wa taasisi ya Mtawada. Kwa sababu zifuatazo. Miongoni mwa sababu ni kwamba ofisi yetu ipo katika jimbo la Ubungo ambalo yeye ndio mbunge wetu. Na kama unavyojua mbunge ana wajibu wa kuwakilisha wananchi bungeni. Kwa tuna lengo la kumpatia huu ulezi, maana yake pia anapoenda kuwakilisha masuala ya wananchi asisahau tabaka la okota taka rejeshi. Iko cha kwanza. Cha pili, Profesa Kitila Mkumbo yupo katika
katika wizara, maana pia ni waziri ukiachana kuwa mbunge. Waziri wa mipango na uwekezaji ofisi ya rais. Sasa mipango na uwekezaji sisi kwenye tabaka letu pia tunadili na wawekezaji. Kwa sababu ukiangalia ni mtu sahihi sana kwa. Ni mtu sahihi. Tunadili na wawekezaji tunadili nao kwa namna ifuatayo, kwamba hizi hao wakota taka au hizo chupa za plastiki, maana yake hao wanaokota kwa sababu kuna wazalishaji wapo, na baadhi ya wazalishaji ni wawekezaji wa kigeni. Kwa maana yake kumpata mtu kama Profesa Kitila Mkumbo, maana yake ni rahisi yabeba yale magumu ya kutataka rejeshi na kuwakilisha kule kwa wawekezaji, ili waangalie namna wanavyoweza wakaleta unafuko wa kutataka rejeshi, kwa sababu kazi kubwa wanaifanya, lakini utambuzi wao ni mdogo bado. Kwa hiyo ndio namna ambayo atawasaidia au ameshaonyesha jitihada za kuwasaidia? Jitihada zipo, lakini bado ni masuala ya kiofisi, kwa hiyo siwezi kuyaweka wazi. Sawa. Na mtazamaji wa Vibadi TV, tuko hapa bado kuweza kudadavua kwa kina mada yetu ambayo tuko nayo, lakini tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi hiki kwa siku hii ya leo, ama kipengele hiki cha Jahara, ni kwamba ningependa labda pengine kwa ufupi sana na mpango labda wa kuongeza, yani kutanua taasisi labda katika hiyo Tanzania nzima. Katika malengo miongoni mwa malengo yetu tunaweza kuifikia miji yote ambayo inaathiriwa na chupa za plastiki. Kwa sababu miji kama Dar es Salaam kama unavyoona, wazalishaji na matumizi ya hizo chupa za plastiki ni makubwa. Kwa hiyo tumeanzia hapa Dar es Salaam, isipokuwa baadaye tunaweza siwezi kusema Tanzania nzima. Ila inamaanisha maeneo ambayo yameathiriwa na uwepo hizo chupa za plastiki, na kundi kubwa la wakotaji pia wapo. Tumepanga kuyafikia hiyo maeneo, lakini process ya taratibu na siwezi kuiweka wazi kwa sababu bado ni masuala ya kiofisi. Isipokuwa kuna jambo ambalo nataka nili address nafikiri au kuniuliza, lakini pia naona kuna haja kulizungumzia. Ni kuhusu chupa za rangi. Tumekuwa tukipokea malalamiko makubwa sana. Chupa nyeusi na blue ni hizo. Tumekuwa tukipokea malalamiko makubwa sana kutoka kwa wanachama wetu kuhusiana na uwepo wa chupa za rangi. Hizi chupa zina changamoto. Na miongoni mwa hasa katika hayo mazingira ambayo tunayazungumzia sasa hivi, yani zina changamoto na zinachafua sana mazingira. Nafikiri hata ukisoma katika jarada la NEC linasema miongoni mwa taka hatarishi ni hizi chupa za rangi, na haziuziki. Na zinahitaji tahadhari ya dharura. Hizi chupa zina changamoto, na nafikiri pia kama kuna wadau wanasikiliza, waangalie namna tunavyoweza kulisimamia kwa pamoja ili swala ili tuhakikishe linafanywa kazi. Changamoto ya kwanza, hizi chupa waokotaji mara nyingi huwa waziokoti. Na wakiziokota ni kwa uchache sana. Wanaziacha. Kwa nini? Wanaziacha kwa sababu wazinunuliwi na mawakala. Na mawakala wazinunui kwa sababu wanasema wakipeleka kwa wazalishaji pia wanunui. Wazalishaji wao wanasema kwamba wanunui hizo chupa kwa sababu hawana teknolojia kuchakata chupa za rangi. Kwa hivyo teknolojia ya kuzalisha wamepata ndogo tunapoelekea. Hawana teknolojia za kuchakata chupa za rangi. Sasa kuna makampuni ambayo yenyewe ndio yanazalisha na kutumia hizo chupa za rangi. Yenyewe yana hiyo teknolojia ya kuchakata hizo chupa za rangi, lakini changamoto iliyopo ni kwamba kiwango cha chupa kinachozalishwa ni kikubwa kuliko chupa ambazo wao wanazinunua, kwa sababu wananunua wao wenyewe. Iko cha kwanza. Yaani uzalishaji umekuwa mkubwa kuliko wanachonunua, kuliko ukusanyaji wa hizo chupa. Iko cha kwanza. Cha pili, hizi chupa zina katika matumizi yake, yani katika kuzinunua zinanunuliwa kwa gharama ya chini. Kwa mfano, kwa hizo chupa angavu zinanunuliwa kwa shilingi 350 mpaka 500. Na hiyo ni kwa mujibu wa tafiti ambayo mtawala tuliifanya. Bei bado ni ndogo of course. Lakini at least kwa sababu si msimamo wetu kama taasisi, at least kilo moja chupa angavu isipungue 2000. Kwa 350 mpaka 500 ni ndogo. Lakini ukija hizo chupa za rangi bei yake ni ndogo zaidi. Mara nyingi zinauzwa kilo moja ni shilingi 100. Sasa kilo moja inakuwa na chupa ngapi ndogo zile? Zaidi ya 100. Kwa unakuta ni tatizo. Sasa kwa sababu ya changamoto kama hiyo, zile chupa zinakuwa haziokotwi. Na kwa sababu haziokotwi zinakuwa zinazagaa mitaani na kuchafua mazingira. Kwa hiyo sisi kama mtawala tunataka yafuatayo yafanyike ili kuhakikisha mazingira. Kwa kuhitimisha tu hapa. Nahitimisha.
ili kuhakikisha mazingira yanakuwa salama. Cha kwanza, aidha wazalishaji wa hizi chupa za rangi walete hiyo teknolojia, yaani teknolojia hiyo inapatikana kwa wepesi ili kuwasaidia wazalishaji wengine pia wawe nazo, iwe rahisi kuchakata hizo chupa. Hilo la kwanza. La pili, waongeze kiwango cha bei cha ununuzi wa chupa zao. Zinazagaa huko mitaani na zinachafua mazingira. Bei itoke shilingi 100 mpaka shilingi 2000 kwa kilo kama tulivyosema mtawada. Na sio jambo tumekurupuka kuhitaji hiyo bei, tumefanya tafiti, ni bei halisi. Wanastahili kupata bei hiyo kwa kilo 2000 kwa kilo moja. Na la mwisho, kama hawana uwezo wa kushughulikia, yani kuhakikisha hiyo teknolojia inakuja, sababu teknolojia pia ni gharama kwa wingi ya uchakataji wa hizo chupa za rangi, basi wabadilishe vifungashio, watoke kutoka kwenye chupa za rangi waingie kwenye chupa angavu, ili wawezeshe wakotaji pia kuziokota. Sawa, labda jambo la mwisho pengine ambalo nahisi hatujalizungumzia kwa uchache sana. Jambo la mwisho ambalo tutalizungumzia ni unyonyaji unaofanywa na mawakala. Kuna mwanaharakati wa haki za wanawake anaitwa Truth, alisha kusema matajiri wanawanyonya maskini na maskini wananyonyana wenyewe. Kwa hiyo ukija kwenye hili swala la uokotaji wa chupa rejeshi, kwa sababu uokotaji wa taka rejeshi, kwa sababu hizi chupa, unajua hizi chupa hizi ni uchumi huu. Ndio. Kuna uchumi tunaitwa uchumi rejeshi, circular economy, ambao msingi wake ni uokotaji wa huku chini. Wasipokota maana yake chupa haziwezi kwenda kwa mawakala. Zisipoenda kwa mawakala maana yake haziwezi kuwafikia wachakataji kule juu ili wazalishe kwa chupa nyingine. Na wachakataji hawa wana nini? Tunasema wanapata gharama nafuu kununua hizi primary resource. Yaani kununua hizi chupa za kawaida kuliko kutumia virgin resource, material mapya kuzalisha chupa. Kwa hao wanavyookota wanarahisishia hao kufanyaje? Kuzalisha hizi chupa kwa gharama nafuu. Yaani gharama za uendeshaji zinapungua. Kwa hiyo wana mchango wao katika uchumi rejeshi. Sasa hili tabaka la juu pamoja na mchango ambao wanao watu wa chini, bado haijali linawanyonya tabaka la chini. Na linawanyonya kupitia mawakala. Kwa hapa nitawazungumzia tabaka la kati ambao ni mawakala kwa ufupi sana. Matajiri ndo hao. Wazalishaji wakubwa wanazalisha hizo malighafi za chupa za plastiki. Zinatumika, zinatupwa. Wakotaji wanaokota wanaenda kumuuzia wakala. Sasa kwa wakala hapa kuna shida. Shida ya kwanza iliyopo hapa, kwa ufupi sana. Shida ya kwanza iliyopo hapa, hao wapimaji wakotaji wanapoenda kupima hizi chupa, unakuta kuna zile zinasoma pointi, yani 7.8, 8.9. Hizi pointi huwa wakala hazihesabu, anahesabu tu ni 8 au ni 7. Hizi pointi anabaki nazo wakala, zirudishi kwa mwokotaji. Ni sehemu unyonyaji ambao sisi kama taasisi tunaupinga mtawada. Ya pili, hao wakotaji wanapoenda kuuza chupa, wakala huwa anakata kilo kadhaa kwa maana ya kufidia malighafi zisizo hitajika. Yaani pengine kuna kitu kimewekwa ambacho sio sahihi. Hata kama mwokotaji anakuwa yuko tayari chupa zimwagwe wakague upya. Wanasisitiza kiao ya kukata kilo kadhaa. Mara nyingi ni kilo 2, inategemea na uzito wa mzigo. Kwa hiyo pia tunaipinga kwamba ni sehemu ya unyonyaji. Kwa ndio hicho tunachokisema kwamba tajiri anamnyonya wakala ambaye ni maskini tu wakala, kwa sababu naye pia anajitafuta. Lakini wakala anakuja kumnyonya mwokotaji. Sasa just imagine mambo ambayo wanapitia huku mwokotaji wa chini kabisa. Kwa unakuta ni changamoto. Sasa kumalizia, kuna sheria ipo inaitwa sheria ya vipimo ya mwaka 1982. Ukisoma sura ya 340 inasisitiza adhabu kali zinazotakiwa kutolewa kwa kuchakatua hiyo mizani. Sasa tunataka hizi sheria zipo, lakini zifanywe kazi ili kuleta unafuu kwa tabaka la chini. Sawa, mawasiliano wanawapata vipi? Tuna page zetu zipo za mitandao ya kijamii. Tuna page za Instagram, tuna page za Twitter, tuna page za Facebook. Ni rahisi kutupata kupitia huko. Lakini wanaandika nini? Mara nyingi tuna post activities zetu, lakini pia ni rahisi communicate na watu wetu, kuwasiliana nao. Yaani mtu labda anataka kutafuta kuona mnachokifanya. Unasema kwenye hizo mnalotumia. Jina ni Mtawada. Jina linalotumika ni Mtawada, na ni rahisi kupata mawasiliano yetu kupitia mitandao yetu ya kijamii. Lakini pia tupo kwenye hatua za mwisho za kutengeneza website ya chama. Website ya chama
ya taasisi ambayo itakuwa ni rahisi kutupata. Mtu anapoingia kaandika Mtawada, tunapatikana kwa urahisi. La mwisho, kuna namba za taasisi ambazo naomba nizisome kwa eza waokotaji au wadau ambao watahitaji kuwasiliana na sisi, itakuwa ni rahisi kutupata muda wowote. Namba za Mtawada ni 0793543206. Kwa hiyo unaweza kutupigia kwa namba yetu, lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ukaona namna shughuli zetu zinavyoenda katika mitandao ambayo nimeitaja. Lakini pia soon tuna finalize utengenezaji wa website ya taasisi. Kuna baadhi ya taarifa za kila mtu akitaka anaweza kuzipata huko. Sawa, nikushukuru sana kwa wakati wako kuweza kuhudhuria hapa. Bana mtazamaji wa Mlimani TV, mpaka kufikia hapa sisi hatuna la ziada tena, lakini nikukumbushe tu kwamba nilikuwa na Abdul Aziz Kata ambaye ni anatokea katika mtandao wa kutataka rejeshi Dar es Salaam kwa maana ya Mtawada, na yeye ni field officer, na mimi ndiye Ibrahim Mgaza. Mpaka kufikia hapa sina la ziada, tukutane tena wakati mwingine.